Twamshukuru Mungu, mpendwa msikilizaji, kwa kutupa wakati kama huu. Jina lake libarikiwe na liinuliwe, kwa kuwa ni baraka kwetu kujua kwamba kuna huyo Mungu anayetujali hata akajifunua kwetu kwa njia ya neno lake. Karibu basi tuendelee na somo letu lililoko kwenye sura ya 10 mstari wake wa 15 hadi sura ile ya 11 mstari wa 23 kwenye kitabu cha Yoshua. Katika kipindi kilichopita tuliona kwamba wale wa Gibeoni walituma habari kwa Yoshua baada ya wafalme watano kujiandaa kupigana nao kwa sababu ya wao kufanya amani na Yoshua. Yoshua alianza vita nao na akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli. Akasema mbele ya macho ya Israeli, wewe jua, simama kimya juu ya Gibeoni, na wewe mwezi, simama katika bonde la Aiyaloni. Ndugu msikilizaji, neno la Mungu latuambia waziwazi kwamba haikuwepo siku nyingine mfano wa siku hiyo katika siku zilizotangulia mbele yake, wala katika siku hizo zilizoandama baada yake, hata ikawa yeye Bwana kuisikia sauti ya binadamu, kwa kuwa Bwana alipiga vita kwa ajili ya Israeli. Tunapogeukia somo letu la leo, tutaona hilo ambalo lilitendeka baada ya Mungu kutenda muujiza mkuu kama huo. Neno lasema hivi kwenye aya ya 15 hadi 19: basi Yoshua akarudi na Israeli wote wakarudi pamoja naye mpaka Maragoni hapo Gilgali, na hawa wafalme watano wakakimbia wakajificha ndani ya pango la Makeda. Kisha Yoshua aliambiwa habari hiyo ya kwamba hao wafalme watano wameonekana, nao wahali kujificha ndani ya pango la Makeda. Basi Yoshua akasema, haya, vingirisheni mawe makubwa mdomoni mwa lile pango, kisha wekeni watu hapo ili kuwalinda. Lakini msikae ninyi, wafuateni adui zenu, mwapige hao walio nyuma, msiwaache wakaingia ndani ya miji yao, kwa kuwa Bwana Mungu wenu amewatia mikononi mwenu. Rafiki msikilizaji, kumbuka kwamba wafalme hawa walipewa miaka 420 ili wabadili nia zao na kumgeukia Mungu. Pia Mungu alikuwa amejifunua kwao na kuwafahamisha kuwa nchi hiyo amewapa wana wa Israeli, na kwamba uokovu ulikuwepo kwa kila mmoja atakayemgeukia. Israeli walikaa nje ya nchi hiyo, kama vile tulivyojifunza kwenye vipindi vilivyopita, miaka 440 hadi uovu wa Waamori ulipokuwa umefikia utimilifu wake. Wakati huo, ndugu msikilizaji, ulikuwa umefika, na haya ndiyo twayaona sasa. Mungu aliwaleta wana wa Israeli na kuwavusha ile bahari ya Shamu, si kwa ajili yao tu, bali kwa kuonyesha na kudhihirisha ukombozi wake kwa uweza wake, kama alivyofanya kule Misri kwa kuwakomboa kwa damu, hapo malaika alipopita juu ya kila nyumba iliyokuwa na damu, na kwenye nyumba isiyokuwa na damu, hapo huyo malaika wa mauti alipiga kila mzaliwa wa kwanza. Yote aliyotenda Mungu ilikuwa kuwahamasisha hao wa Misri kwamba yeye ni Mungu aliye hai, na wala si kama hao miungu ya sanamu. Pamoja na hayo, ilikuwa ushuhuda kwa mataifa yote wafahamu kuwa Mungu wa Israeli ndiye Mungu wa kweli. Rahabu aliwaambia wale wapelelezi kwamba wamesikia jinsi Bwana alivyoyakausha maji ya bahari ya Shamu mbele yao. Mwanamke yule aliamini kutokana na habari au ushuhuda aliyoupokea, na iwapo aliamini, basi ni wazi kwamba kila mmoja wa wale waliokuwa katika mji huo wangeliamini iwapo wangelichagua kufanya hivyo. Hata hivyo, watu wale walichagua kutopokea rehema zake Mungu, na kwa jinsi hiyo hukumu ikaja juu ya maisha yao. Fahamu hili ya kuwa jinsi ya Mungu kuwaokoa wanadamu haijabadilika. Mungu aliupenda ulimwengu na akupenda wewe, hata akamtoa mwana wake wa pekee. Iwapo utamwamini huyo mwana, basi hutapotea au kuangamia. Je, ukikosa kumwamini utaangamia? Ndiyo, utaangamia. Kama ilivyotendeka kwa wale wenyeji wa Yeriko, ndivyo ilivyo kwa kila mmoja wetu leo hii, iwapo hatutaamini habari njema ya neno la Mungu kumuhusu Bwana Yesu Kristo. Rafiki, hauna njia nyingine ya kupokea wokovu kutoka kwa Mungu ila kwa hiyo njia aliyochagua, nayo ni kwa kumwamini Yesu Kristo. Hakuna njia nyingine isipokuwa hiyo njia ya Yesu Kristo, kama vile yeye mwenyewe alivyosema na kusema kwamba yeye ndiye njia, kweli na uzima, wala hakuna mtu awezaye kwenda kwa Mungu Baba ila kwa njia ya yeye. Pamoja na hili, kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume
twajulishwa waziwazi kwamba hakuna jina lingine walilopewa wanadamu chini ya jua ili waokolewe kwalo isipokuwa jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo, ndugu msikilizaji, ndilo wokovu wako, ndilo upatanishi wako na Mungu, wala hakuna njia nyingine uwezayo kupata wokovu isipokuwa kwa njia hii. Waweza kuniambia, mchungaji, wewe haufahamu kwamba mimi si Mkristo? Naam, ni kweli kwamba wewe si Mkristo, lakini kile ambacho wafaa kufahamu ni hiki, ya kwamba sikuulizi ufanye hilo ambalo halitakuwa faida kwako, bali na kuuliza ufanye hilo la kipekee ambalo litakuwa wokovu wako, maana pasipo ya kufanya hilo wewe umehukumiwa. Ulimwengu wote kama vile ulivyo chini ya hukumu yake Mungu, kwa sababu wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Sio wale wanaoitwa wa Kristo ndio wafaa kumwamini Kristo, lakini kila mwanadamu afaa kumwamini Kristo, maana huyo ndiye Mungu alimweka wakfu kusudi atoe uhai wake na nafsi yake kama fidia yetu wanadamu, tupate kupatanishwa na Mungu. Upatanisho na Mungu haupo kwenye msingi mwingine wowote ule isipokuwa kwenye msingi aliouweka mwenyewe, nao ni kwa kumwamini Yesu Kristo peke yake. Kuna wale wanaosema kwamba njia za kumfikia Mungu ni nyingi. Ndugu yangu, hiyo si kweli hata kidogo, maana Mungu amesema waziwazi kwamba hii ndiyo njia aliyoiweka wakfu. Unapofanya njia yako ya kumfikia Mungu, hiyo ndiyo twaiita kuwa ni dini, maana dini hutafuta jinsi ya kumfikia Mungu. Yani yote uyatendayo, iwe ni kufuata maagizo ya namna fulani au lolote lile katika itikadi za dini yako, hiyo ndiyo njia ambayo umeichagua kumfikia Mungu. Lakini nasikitika kwamba hiyo si ndiyo njia aliyokuelekeza Mungu kwamba utamfikia. Mungu mwenyewe amenena nasi kwa njia ya mwana wake wa pekee Yesu Kristo jinsi gani twaweza kumfikia. Ndugu yangu, mimi ninajua kwangu vema na najua njia inayokustahili upitie kusudi ufike kwangu. Iwapo wataka kufika kwangu nawe wataka kutumia njia yako, basi utapotea. Na hivyo ndivyo ilivyo, ya kwamba Mungu ameweka njia moja wakfu kwa ajili ya kumfikia au kupatanishwa naye, lakini wanadamu wanatafuta njia yao wenyewe. Usitafute njia yako mwenyewe kujaribu kumfikia Mungu, maana utapotea. Mungu ameweka njia iliyo wazi machoni pako kusudi ufanye uamuzi wa kufuata njia hiyo, nawe upatanishwe naye. Mungu akutamani sana ufike kwake kwa njia aliyoiweka, na wala hawezi kukubali njia nyingine yoyote ile, maana njia nyingine zote ni njia za kibinadamu, njia zisizoweza kumsaidia mwanadamu hata kidogo. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba hayo niliyokuelezea utayazingatia viwavyo kusudi ufanye jambo la muhimu, kufuata hilo ambalo Mungu ameliweka kwa ajili ya wokovu wako, yani Yesu Kristo. Tunapoendelea, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 20 hadi 25 katika kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Yoshua sura ya 10. Hebu sikiliza. Kisha ikawa hapo Yoshua na wana wa Israeli walipokuwa wamekwisha kuwaua watu wengi mno hata wakaangamizwa, na hayo mabaki yao yaliyowasalia walipokuwa wamekwisha ingia katika miji yao yenye boma, ndipo hao watu wote wakamrudia Yoshua maragoni huko Makeda salama. Hakuna mtu awaye yote aliyotoa ulimi kinyume cha hao wana wa Israeli, hata mmoja wapo. Kisha Yoshua akasema, haya, funua mdomo wa pango, mniletee hao wafalme 5 hapa nje ya pango. Nao wakafanya, wakamletea hao wafalme 5 hapo nje ya pango, yani mfalme wa Yerusalemu, na mfalme wa Hebroni, na mfalme wa Yarmuthi, na mfalme wa Lakishi, na mfalme wa Egloni. Kisha ikawa hapo walipomletea Yoshua hao wafalme 5 hapo nje, Yoshua akawaita wanaume wote wa Israeli, akawaambia majemedari wa watu wa vita waliokwenda naye, haya, jongeeni karibu, muweke nyayo za miguu yenu katika shingo za wafalme hawa. Nao wakajongea karibu, wakatia nyayo zao katika shingo zao. Yoshua akawaambia, msiche wala msifadhaike, iweni hodari na wa mioyo ya ushujaa, kwa kuwa ndivyo Bwana atakavyowafanyia adui zenu wote ambao mwapigana nao. Hapa twaona hao wafalme wote wakiwa mkononi mwa Yoshua. Miaka 40 iliyopita, msikilizaji, wafalme hawa waliwafanya wapelelezi kusema kwamba haiwezekani waingie katika nchi ile. Sasa Yoshua awaita majemedari wa watu wa vita
na kuambia waweke nyayo zao juu ya shingo za wale wafalme. Tendo hili, msikilizaji, liliwatia moyo hao watu, maana kwa kuweka nyayo za miguu yao katika shingo za wafalme wale, ilikuwa ni ishara ya kutawala ufalme wote wa wale wafalme ambao walikuwa chini ya nyayo za miguu yao. Ndugu msikilizaji, Yoshua alikuwa mtu wa imani, na imani yake adhihirika hapa kwa tendo hili alilotenda. Neno la Mungu kwenye aya ya 26 hadi 40 laendelea kutupa habari kama ifuatavyo: baadaye Yoshua akawapiga na kuwaua, akawatundika katika miti mitano, nao wakawa wakitundikwa katika hiyo miti hata jioni. Kisha wakati wa kuchwa jua, Yoshua akatoa amri, nao wakawatelemsha katika hiyo miti na kuwatupa katika lile pango ambamo walikuwa wajificha, kisha wakatia mawe makubwa mdomoni mwa pango hata hivi leo. Siku hiyo Yoshua akautoa mji wa Makeda, akaupiga kwa makali ya upanga na mfalme wake, akawaangamiza kabisa na wote pia waliokuwamo ndani yake, hakumwacha hata mmoja aliyesalia. Naye akamfanyia huyo mfalme wa Makeda kama alivyomfanyia huyo mfalme wa Yeriko. Kisha Yoshua akapita kutoka hapo Makeda mpaka Libna, na Israeli wote pamoja naye, nao wakapiga Libna. Bwana akautia na mji huo pia pamoja na mfalme wake mkononi mwa Israeli, naye akaupiga kwa makali ya upanga, na wote pia waliokuwamo ndani yake, hakumwacha hata mmoja aliyesalia ndani yake. Naye akamtenda mfalme wake kama alivyomtenda huyo mfalme wa Yeriko. Kisha Yoshua akapita kutoka hapo Libna, na Israeli wote pamoja naye wakafika Lakishi, wakapanga marago mbele yake na kupigana nao. Bwana akautia huo mji wa Lakishi mkononi mwa Israeli, naye akautoa siku ya pili, akaupiga kwa makali ya upanga, na wote pia waliokuwamo ndani yake, sawasawa na hayo yote aliyoutenda Libna. Wakati huo Horamu mfalme wa Gezeri akakwea ili kuusaidia Lakishi, lakini Yoshua akampiga yeye na watu wake, hata asimsazie hata mtu mmoja. Kisha Yoshua akapita kutoka hapo Lakishi na Israeli wote pamoja naye, hata wakafikilia Egloni, nao wakapanga marago mbele yake na kupigana nao. Siku hiyo hiyo wakautwaa, nao wakaupiga kwa makali ya upanga, na wote pia waliokuwamo ndani yake akawaangamiza kabisa siku hiyo, sawasawa na hayo yote aliyoufanyia mji wa Lakishi. Kisha Yoshua akakwea kutoka hapo Egloni na Israeli wote pamoja naye, hata wakafikilia Hebroni, nao wakapigana nao, wakautwaa na kuupiga kwa makali ya upanga, na mfalme wake na miji yake yote na wote waliokuwamo ndani yake, hakumwacha aliyesalia hata mtu mmoja, sawasawa na hayo yote aliyoufanyia huo mji wa Egloni, lakini akauangamiza kabisa na wote pia waliokuwamo ndani yake. Kisha Yoshua akarudi na Israeli wote pamoja naye hata Debiri, nao wakapigana nao. Kisha akautwaa na mfalme wake na miji yake yote, nao wakawapiga kwa makali ya upanga, wakawaangamiza kabisa wote pia waliokuwamo ndani yake, hakumwacha hata mtu mmoja aliyesalia. Kama alivyofanyia Hebroni, aliufanyia na Debiri vivyo na mfalme wake, kama alivyoufanyia Libna na mfalme wake. Basi Yoshua akaipiga nchi hiyo yote, nchi ya vilima na nchi ya Negebu na nchi ya Shefala na nchi ya matelemko na wafalme wake wote, hakumwacha aliyesalia hata mmoja, lakini akaharibu kabisa wote waliokuwa wavuta pumzi, kama Bwana Mungu wa Israeli alivyoamuru. Ndugu msikilizaji, maandiko hayo kama vile tumeyasoma, tuona kwamba Yoshua alikuwa akitekeleza amri aliyopewa na Mungu. Na kwa habari ya wale wafalme, iwapo Waisraeli wangeliwaacha kwenye pango lile ili wafe njaa, haingelikuwa sawa. Kwa hivyo huruma waliowaonyesha ilikuwa ni kwa kuangamiza kwa upanga. Kuna hao wanaofikiri kwamba huu ulikuwa ukatili, lakini fikiria hayo yatendekayo leo hii. Lililopo ni hili, kwamba wale wafalme, iwapo wangeliwachiliwa huru, wangefanya uasi juu ya Yoshua, hivyo kuleta uharibifu zaidi miongoni mwa watu. Baadaye wale wafalme walitundikwa juu ya miti na kuondolewa wakati wa jioni. Kwa nini ilifanyika jinsi hiyo? Sababu twaipata kwenye sura ya 21 mstari wa 23 kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti, lazima utamzika siku hiyo hiyo, kwani aliyetundikwa amelaaniwa na Mungu. Usije ukatia unajisi katika nchi yako akupayo Bwana Mungu wako
iwe urithi. Kisha katika kitabu cha Wagalatia kwenye sura ya 3 mstari wa 13 katika Agano Jipya tuambiwa hivi: Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Hili ndilo lilimpata Kristo alipoangikwa msalabani, aliondolewa siku hiyo hiyo. Kwa kufanya hivyo, alichukua laana hiyo kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ili tupatanishwe na Mungu tunapomwamini. Kwa kumalizia sura hii, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 41 hadi 43: Yoshua akawapiga kutoka Kadesh Barnea mpaka Gaza na nchi yote ya Gosheni hata Gibeoni, na wafalme hao wote na nchi zao Yoshua akatwaa wakati huo, kwa sababu yeye Bwana Mungu wa Israeli alipigana kwa ajili ya Israeli. Kisha Yoshua akarudi na Israeli wote pamoja naye hata marago yao huko Gilgali. Mpendwa, ni wazi kwamba lile twalisoma hapa ni ya kuwa vita alivyopigana Yoshua ni Mungu ndiye aliyepigana vita vile. Kile kilichompasa Yoshua ni kumtii Mungu, naye Mungu amletee ushindi. Hivyo ndivyo yafaa kuwa katika maisha yetu, kwani twahitaji kumtii Mungu katika yote atuagizayo, kusudi tupate ushindi maishani mwetu. Je, umekuwa ukitafuta ushindi katika maisha yako? Najua kwamba umehubiriwa na kuambiwa kuwa kuna hatua 2, 3, 4 hivi za kupata ushindi, lakini hatua ambayo wahitaji ni moja, nayo ni kumtii Bwana Yesu Kristo katika yote akuagizayo, nawe utaona ushindi kila ugeukiako. Hebu tugeukie sura ya 11 tuone hilo ambalo lipo. Hasa kile kilichopo hapa ni orodha ya wafalme walioshindwa katika vita na Yoshua. Neno lasema hivi kwenye aya ya 1 hadi 6: Kisha ikawa hapo huyo Yabini mfalme wa Hazori aliposikia habari ya mambo hayo, akatuma mjumbe aende kwa Yobabu mfalme wa Madoni na kwa mfalme Shimroni na mfalme Ashkafu. Na hao wafalme walikuwa upande wa kaskazini katika nchi ya vilima, na katika Araba upande wa kusini wa Kenerethi, na katika Shefela, na katika nchi zilizoinuka za Dori upande wa magharibi, na kwa Mkanani upande wa mashariki na upande wa magharibi, na kwa Muamori na Mhiti na Mperezi na Myebusi katika nchi ya vilima, na kwa Muhivi pale chini ya Harmoni katika nchi ya Mispa. Nao wakatoka nje, wao na jeshi zao zote pamoja nao, watu wengi mno kama mchanga ulio ufuoni mwa bahari kwa wingi, pamoja na farasi na magari mengi sana. Wafalme hao wote wakakutana pamoja, wakaenda na kupanga mahema yao pamoja hapo penye maji ya Meromu ili kupigana na Israeli. Bwana akamwambia Yoshua, usiche wewe kwa ajili ya hao, kwani kesho wakati kama huu nitawatoa hali wameuawa wote mbele ya Israeli. Utawatema farasi zao na magari yao utayapiga moto. Kulingana na maandiko haya, msikilizaji wangu, yaonekana kuwa Yabini mfalme wa Hazori ndiye alipanga haya yote. Alituma habari kwa wenzie kusudi waje juu ya Yoshua baada ya kusikia hayo yote ambayo Yoshua alikuwa amewatenda wafalme wale 5. Walijua habari ya ushindi wake, nao wakafahamu kuwa walikuwa katika orodha ya Yoshua kuwapiga. Mpango wa Yoshua ilikuwa kugawanya nchi mara 2, aelekee kusini kisha apande kaskazini. Wafalme wale walifahamu hilo, nao wakajikusanya dhidi yake. Mungu alikuwa na Yoshua, na lolote aliloliweka mkono wake kutenda lilisitawi na kufanikiwa. Rafiki yangu, hili ndilo jambo tunalohitaji kufahamu, kwamba Mungu akiwa upande wetu, hakuna awezaye kuwa kinyume chetu. Ufahamu wa kweli hii ni msaada wa karibu, maana kama wanadamu mara nyingi kwa kuona yatendekayo mioyo yetu hufifia na hata imani kupungua. Ila Bwana ndiye nguvu ya mioyo yetu, na twahitaji kumtegemea na kulitegemea neno alilotunenea licha ya kile tunachokiona. Huyo Mungu aliyekuwa pamoja na Yoshua ndiye alikuwa pamoja na Elisha, na ndiye aliye pamoja nawe iwapo utadumu katika kumwamini na kuamini neno lake jinsi akuagizavyo. Na kwa hiyo tegemea neno la Mungu, nawe utaona makuu yakitendeka maishani mwako. Hebu tusome aya ya 7 tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia kwenye sura ya 11 ya kitabu hiki cha Yoshua. Neno la Mungu lasema hivi: Basi Yoshua akaenda na watu wote wa vita pamoja naye ili kupigana nao hapo penye maji ya Meromu, ghafla wakaangukia. Ndugu msikilizaji, mbinu ya Yoshua
twaona kwamba ilikuwa kuvamia nchi au kuwavamia wale adui kwa ghafla. Kuna majemedari waliotumia mbinu hiyo, nao walifaulu. Mfano ni kama vile Napoleoni na Iskanda Mkuu. Kwenye aya ya 18 na 19 neno latuambia hivi: Yoshua akapiga vita siku nyingi na wafalme hao wote. Haukuwapo mji hata mmoja uliofanya amani na wana wa Israeli, isipokuwa ni wale Wahivi wenye kukaa Gibeoni, wakaitwaa yote vitani. Vita hivi bila shaka, msikilizaji, vilikuwa vikali sana, lakini Mungu alikuwa na mtumishi wake, na popote alipogeukia ushindi ulikuwa wake. Mungu anapokuwa pamoja nawe, popote utakapogeukia, ndugu msikilizaji, ushindi utakuwa ni wako, maana Mungu apendezwa nawe kwa kuwa umemwamini Yesu Kristo, naye atakustawisha katika yote, maana huyo ndiye Mungu wetu, Mungu anayetujali. Na kwa hayo naamini kwamba umefahamu kuwa sijasoma maandiko yote. Kwa hivyo chukua muda wako kusoma maandiko hayo, upate kuona jinsi Mungu alivyowapigania Waisraeli. Kuu katika hili ni kwamba Yoshua kiongozi wao alitembea pamoja na Bwana, alimtii Bwana katika yote. Na kwa hili nakwambia hivi, kiongozi, iwe wewe ni kiongozi wa kisiasa, kiongozi pale kanisani, kiongozi katika biashara, au kiongozi katika nyumba yako, na kuuliza umtii Mungu katika neno lake lililoko kwenye Biblia, nawe utaona ukisitawi maishani mwako. Pasipo hivyo, lile linalokusubiri ni kushindwa, kusononeka na hata kupata aibu mwishowe. Hili ni kwambialo ndilo limewapata wengi ambao wamekosa kumcha Bwana. Mche Bwana Mungu, Mungu aliye hai, Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli, nawe utabarikiwa daima maishani mwako. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya ufunuo unaotupa kwenye neno lako kuhusu umuhimu wa sisi kutembea mbele zako kwa utii, maana yeyote anayetembea kwa utii kwako, huyo wewe waenenda pamoja naye na wampa ushindi, ili jina lako litukuzwe milele. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba haya yote tuliyojifunza leo hii utamsaidia ayakumbuke na kupata kutenda yanayomstahili, maana pasipo wewe Bwana hatuwezi lolote lile. Na kushukuru kwa kuwa utamsaidia kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu uliyempa. Haya nimeyaomba kwa imani kwamba utamtendea, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Ndugu msikilizaji, bila shaka umebarikiwa kama vile mimi pia nimebarikiwa kufahamu haya ambayo Mungu alihitaji tuyafahamu kwa pamoja. Basi usikose kuungana nami kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi, na hadi wakati huo, neema yake Bwana Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.